Maji wa Kipepeo Digital, mimi naitwa Elijah Felix Beyeza kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu cha Bahasha Mkononi. Leo niko na diwani wa kata ya Malolo kufuatia leo ni siku ya wanawake duniani, ambako machache kati ya mengi yaloweza kuzungumza ni kuiomba serikali kuweza kuwafaidisha kina mama, kuwanufaisha aidha kuwasogezea mabenki ili waweze kuepuka na mikopo ya kausha damu. Lakini vile vile ameweza kuzungumza barabara ya kijijini kwake ambako ndo kuna kata ya Malolo, ameiomba serikali iweze kutengeneza kwa sababu vyakula vingi vinavyokuja Dar es Salaam vinapitia kwenye barabara hiyo. Tumsikilize alichokizungumza. Mimi naitwa Bwana Sale Mafuti bin Huel, diwani wa kata ya Malolo kupitia chama cha Chauma, jimbo la Mikumi, wilayani Kilosa, halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Nashukuru mengi waheshimiwa madiwani, mwenyekiti wa halmashauri, mkuu wa wilaya na mkurugenzi wamenisaidia katika mambo ambayo nilishazungumzia. Lakini kwa leo ninazungumzia zaidi kuhusu akina mama na barabara iliyopo Malolo. Malolo ni kata ambayo ina kilimo muda wote, mazao ndio tunailisha Dar es Salaam hii. Lakini barabara ya Malolo kuja Rwambuyuni na ya Malolo kwenda Kisanga ni changamoto, haipitiki muda wote kipindi cha mvua. Kwa hiyo tunaomba sana msaada wa serikali kutukumbuka kuhusu barabara ya Malolo. Lakini leo nimekuja maalum kwa sababu ya kina mama wa Chauma, tumefanyia kitaifa hapa Ubungo Plaza. Kwa hiyo lengo langu mimi la kuja hapa kuwaomba viongozi wa serikali na wote waliochaguliwa, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, kupitia vyama vyote, tuwakumbuke wa mama zetu hawa wanaumia na mikopo inayowaumiza. Mikopo hiyo anasema kausha damu. Tunaomba taasisi za kibenki ziwakumbuke wa mama zetu. Wa mama zetu wa vijijini, wa mama zetu wa mijini wanaumizwa sana na mikopo ya kausha damu. Kwa hiyo naomba ili tuwawezeshe wafanye kazi zao vizuri, ikiwa ni mama ntilie, ikiwa ni mjasiriamali wa jambo lolote, ikiwa ni mkulima, ikiwa anafanya jambo lolote, lakini awezeshwe kwa mikopo iliyokuwa sahihi, sio ya kumbana, ya kumuumiza. Kwa leo ni haya machache tu nataka kuzungumzia. Asante sana. Labda kwenye kata yako akina mama unawasaidia vipi? Wakina mama kule nimeshaambia ajiunge kwenye vikundi, na sasa hivi nafanya mawasiliano na viongozi wa serikali ili kusogeza benki jirani ili iweze haya mambo ya kausha damu yaweze kufutika. Hiyo ndio ninalojitahidi kwa mimi kule inshallah. Upande wake mwenyekiti wa chama cha Chauma mkoa wa Dar es Salaam, Bi Husna Masud, na yeye katika siku ya wanawake duniani ameweza kuzungumza huku akiwasiwa baba wasiwanyanyase watoto wa kike, kwa sababu mtoto wa kike naye sasa hivi anasaidia familia, wanafanya biashara na vile vile katika ngazi za kitaifa na wao wanaongoza vizuri. Sasa kumwamini mwanamke kwa sababu akipewa nafasi anaongoza vizuri. Tusikilize alichokizungumza. Asante ndugu mwandishi. Mimi kama mwanamke kwanza najivunia kwa siku hii ya wanawake duniani kuwepo na ikaja ikaadhimishwa, kwa sababu sauti ya mwanamke sasa imeonekana inasikika. Lakini pia katika siku hii wanawake ndio wahanga wakubwa. Kwa hiyo mwanamke ana uwezo sasa wa kuzungumza mambo yake na watawala wenye mamlaka wakamsikia. Pia jamii ikasikia kwamba wanawake wapo na wanaweza kufanyiwa mambo yao kwa usahihi kabisa. Kwa sababu kama ukuzungumza, watu wenye nafasi za kimamlaka, watumishi wa serikali, hata watumishi wa makanisa watajuaje? Unaona? Lakini pia hili limepelekea najivunia kuwa mwanamke. Tumeona viongozi mbalimbali, tukianza na maspika wa bunge, mheshimiwa rais, kila mtu amefanya kwa sehemu yake. Lakini pia kama mama ninajivunia leo unakuwa ni mama. Tunaona mfano Kariakoo, kuna wamama ambao wanajitoa na wameonyesha kwamba kumbe hata mwanamke anaweza. Kuna maduka makubwa, kuna wanawake mainjinia wamesoma. Kiujumla mwanamke, yani tunayo haki kwa kweli ya kusherekea na kufurahia, kwa sababu mwanamke sasa leo anaonekana kumbe na yeye anaweza. Mpaka hapo nadhani imetosha mheshimiwa mwandishi. Labda unaziambiaje familia ambazo unakuta mtu anahangaika, baba anahangaika apate mtoto wa kiume kisa nazaa watoto wa kike tu? Sawa. Mimi napenda ni washauri wa baba ama wazazi wenzangu, kwa sababu hawa sisi ni wanawake, lakini watoto wote ni sawa. Kwa sababu tumeona mtoto wa kike anaolewa, kwa mfano
wewe baba unasema kwa nataka mtoto wa kiume ndio anakuwa wa maana. Lakini leo tunaona mtoto wa kike ameolewa, lakini mtoto huyo anasaidia wazazi wake. Unaona? Kwa hiyo kina baba, hizo mila potofu za kufikiria yale mambo ya zamani, mtoto wa kike ananyimwa elimu. Somesheni watoto wa kike sawa na mtoto wa kiume. Wapeni kipaumbele watoto wa kike kwa sababu kwanza mtoto wa kike ana huruma na baba yake na pamoja na familia yake. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba wasomeshe watoto wa kike, na mwanamke yote atakapojitokeza hata kugombea katika nafasi za kimamlaka, kwa mfano kama udiwani ambapo wanawakilisha jamii na mzunguka, wenye vitu wa serikali za mitaa, ubunge, na nafasi mbalimbali za juu, wapewe kipaumbele na waweze kusapotiwa. Wanawake tunaweza.